Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, ningependa tuweze kupitia hoja anazozidi kuendelea kuzizungumza Mheshimiwa Tundu Lissu huko mahakamani, ila itakuwa ni jambo la busara iwapo utaweza kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii na uweze kulike video hii. Naam, mtazamaji wangu, karibu katika matangazo ya moja kwa moja ya kesi ya Tundu Lissu tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuweka hadharani kwamba hivi sasa mashirika ya kanda na mashirika ya kitaifa yanaendelea kulaani kesi inayozidi kumkabili. Vile Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kusema ya kwamba kesi ya uhaini ni kwa sababu ya harakati za kupigania demokrasia ndizo ambazo zimeweza kumsababisha kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Pia Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuweka hadharani kwamba ndani ya chama Chadema yeye ndiye kiongozi ambaye ameweza kushtakiwa mara nyingi. Hoja nyingine anayozidi kuendelea kuizungumzia Mheshimiwa Lissu huko mahakamani, Lissu ameweza kuweka hadharani kwamba amekumbuka kumbukumbu ya Krismasi ya kwanza akiwa gerezani. Vile Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kugusia hoja hii ya kwamba siku aliyokuwa akishambuliwa walinzi wake wote hawakuwemo huko getini. Pia mageti yalikuwa yameweza kuachwa wazi. Vile Tundu Lissu ameweza kuzungumzia swala lililokuwa likitokea mwaka 2024. Ameweza kuweka wazi kwamba mwaka 2024 uliweza kuwa kipindi kigumu kwa viongozi waliokuwa wakitekwa na kuuawa, jambo ambalo Mheshimiwa Lissu ameweza kulilaani. Vile mtazamaji wangu, Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kusema kwa mara yake ya 4 kushtakiwa chini ya uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Vile hoja ya mwisho, Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuweka hadharani kwamba CCM imekuwa ikikataa katiba mpya na mabadiliko katika tume huru ya uchaguzi na mipaka katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, ningependa tuweze kuzipitia hoja hizi ambazo Mheshimiwa Lissu anazozidi kuzitumia kujitetea huko mahakamani. Hoja ya kwanza, tukiangalia kwa umakini, Mheshimiwa Lissu anapozidi kuweka hadharani kwamba mashirika ya kanda na mashirika ya kitaifa yanazidi kulaani kesi ya uhaini inayozidi kumkabili. Mtazamaji wangu, ni kweli siku ya jana tuliweza kuona ripoti kutoka katika mataifa ya kigeni ambapo yanazidi kushinikiza uongozi wa CCM kumwachia huru Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani mashirika haya kwa umakini yanazidi kuona jinsi gani ambavyo ukiukaji wa haki za binadamu unazidi kushuhudiwa kwake Mheshimiwa Lissu, kwani ingekuwa ni jambo hata rahisi kwa viongozi waliokuwa madarakani kumpa hata dhamana Mheshimiwa Tundu Lissu na sio kumzuia gerezani kwa kesi hii ya uhaini, ambapo mashtaka ya uhaini kwa jinsi ambavyo mashahidi waliweza kuwasilisha inaonekana Mheshimiwa Lissu hakuwa na nia ya uhaini, ila kwa hivi sasa anazidi kulazimika kujibu mashtaka yaliyokuwa ushahidi uliokuwa umetolewa na ushahidi uliokuwa umeweza kutolewa na mashahidi wa jamhuri. Vile katika hoja nyingine, Lissu akisema kesi ya uhaini aliweza kufunguliwa na uongozi ulioko madarakani kwa ajili ya yeye anapozidi kupigania demokrasia. Mtazamaji wangu, hoja hii Mheshimiwa Lissu akiendelea kuizungumzia huko mahakamani, sote tunafahamu kwamba ajenda kubwa yake Mheshimiwa Lissu ilikuwa ni marekebisho yaweze kufanyika. Moja kwa moja mabadiliko haya yaliweza kuwa no reforms no election, ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa sahihi, kwani aliweza kufahamu jinsi gani ambavyo uchaguzi wa mwaka 2025 ulipokuwa ukifanyika sio jambo la kufurahisha ama isingekuwa ni hatua nzuri katika Jamhuri ya Tanzania kuingia katika uchaguzi. Hivyo basi aliweza kuona ni vyema kujitolea na kupigania mabadiliko yaweze kufanyika. Pia mtazamaji wangu, katika chama Chadema kihistoria, kiongozi Mheshimiwa Tundu Lissu kwa hivi sasa ndiye anayezidi kuongozwa kama
anayezidi kuongoza kama kiongozi ambaye ameweza kukamatwa kwa mara nyingi. Katika hoja nyingine, Mheshimiwa Tundu Lissu akiweka hadharani kwamba Lissu kupitia mwaka 2025 Krismasi yake ya kwanza akiwa gerezani. Kweli Mheshimiwa Lissu Krismasi hii hakuweza kujumuika yeye na familia yake kama ilivyokuwa hapo awali kutokana na mashtaka ya uhaini yaliyokuwa yakimkabidhi. Hivyo basi aliweza kulazimika kusalia gerezani na hata kusherehekea Christmas ya mwaka 2025 gerezani, huku mwaka mpya akiusherehekea akiwa gerezani mwaka wa 2026. Ila tunazidi kuomba na kutumai Mheshimiwa Lissu katika Christmas hii ya mwaka 2026 ataweza kuisherehekea akiwa na jamaa na familia yake, huenda na hata wafuasi wa chama Chadema. Vile vile, mtazamaji wangu, katika hoja nyingine, Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kuweka hadharani kwamba siku alipoweza kushambuliwa walinzi wake wote hawakuwemo huko katika geti ama katika lango lake. Mbaya kabisa, malango yake ya nyumba kuu ama geti yaliweza kuachwa wazi. Anachozidi kukizungumza Mheshimiwa Lissu ama kujaribu kukifahamisha wananchi wa Jamhuri ya Tanzania, Lissu angependa kufahamisha wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kwamba watu waliokuwa naye katika harakati ya kumuimarishia ulinzi wengi waliweza kumsaliti, na ndipo ambapo aliweza kupata shambulizi hilo ambalo ni la kuvunja moyo kutokana na majeraha aliyoweza kuyapata Mheshimiwa Tundu Lissu. Vile vile, Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kuzungumzia swala nzima la utekaji uliokuwa ukifanywa mwaka 2024 kabla ya hata uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sote tunafahamu kwamba swala hilo Mheshimiwa Lissu akilizungumzia, angependa kwanza kutokana na mataifa ya kigeni kufuatilia kesi hii. Mataifa ya kigeni yafahamu kwamba utekaji haukuweza kuanza mwaka 2025, uliweza kuanza mwaka 2024. Sote tunafahamu kwamba swala la utekaji liliweza kupamba moto mwaka 2025 baada ya viongozi wakuu wakiwa wakitekwa. Mfano bora ni kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole. Ila ningependa tuzungumzie hoja nyingine ambayo Mheshimiwa Lissu anaendelea kuizungumzia. Mheshimiwa Lissu ameweza kuweka hadharani kwamba hivi sasa yeye ameweza kukamatwa zaidi ya mara 4 chini ya utawala wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na sote tunafahamu kwamba hapo awali kuliweza kuwa na ukaribu mwema baina yake Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Tundu Lissu. Hii hapa iliweza kutokea kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu alipoweza kuvamiwa ama kushambuliwa na kwenda kulazwa katika hospitali katika taifa jirani la Kenya huko jijini Nairobi. Tulishuhudia Rais Mama Samia Suluhu Hassan wakati huo hakuweza kuwa rais, aliweza kuelekea katika taifa jirani hilo la Kenya na kumwangalia Mheshimiwa Lissu baada ya shambulizi aliloweza kulipata. Pia ningependa tumalizie na hoja hii ambayo Mheshimiwa Lissu ameweza kuweka hadharani kwamba CCM imekuwa ikikataa mabadiliko ya kikatiba na tume huru ya uchaguzi na mipaka. Hata hivi sasa Mheshimiwa Lissu akiwa gerezani, hata Mheshimiwa Nchimbi naye akiomba wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kupigania katiba mpya. Sote tumeweza kuona hatua hiyo imeweza kusababisha mgawanyiko. Licha ya kuwa mwanachama wa CCM, kuna baadhi ya viongozi wakuu katika serikali ya CCM wasingependa katiba mpya, ambapo sote tunafahamu kwamba katiba mpya itakapokuwa imeweza kuwekwa itaweza kumaliza uhasama huu wa kisiasa unaozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, na hata huenda tume huru ya uchaguzi na mipaka iwapo itaweza kufanyiwa marekebisho, basi huenda hatutaweza kushuhudia chama Chadema kuzuiwa kisiasa na vyama vinginevyo. Pia katika katiba mpya huenda tukaweza kushuhudia uhuru kwa vyombo vya habari, uhuru kwa mwananchi wa Jamhuri ya Tanzania kuwa katika nafasi ya kupinga, kukosoa na hata kushinikiza uongozi ulioko madarakani uweze kuwajibika. Je,
Mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi kwa yale ambayo Mheshimiwa Lissu ameweza kuyazungumza ama kuendelea kujitetea nayo? Iwapo nakubaliana nayo, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.